Mungu awabariki sana. Amen. Anasema hii portion sehemu ya Mungu. Ndiyo. Kwa bana anaweza kusisitiza siku mwapa anasema kama sisi wote tuko sehemu ya nini? Ya Mungu. Basi tukule tutali. Sasa fuke tu vaincre kwa hiyo dunia tuko naishi hivi. Kwa portion ya nini? Ya Mungu tuko nayo. Na ni mambo yanafanyika mkiro. Sio vile? Branham kusudi ya vaincre na Odyssey, iliomba kwa na sehemu ya. Moize kusudi aje kuvaincre Farao, alikuwa na portion ya Mungu. Daniel vile vile aje kuvaincre Mungu walimtia munani masimba, alikuwa na sehemu ya nani? Ya Mungu. Mungu awabariki sana. Je crois tosha kuibamba pale. Dada zetu tunajifunza. Turudie basi mara moja tutakuwa karibu sote kwa kumshukuru Mungu kwa maombi na kumkumbuka ndugu yetu ambaye alisikii salama. Une portion de toi. Alléluia. Une portion de toi. Vous mettrez les mots comme des méfailles de toi. Une portion de toi. Alléluia. Tutakaribia sote kwa maombi, tusisaulike ndugu yetu ambaye hashikii vizuri.
usifukuze pepo ya magonjwa ambayo yanamsumbua. Tuomba sote, karibuni katika chai takatifu Yesu Kristo. Éternel Dieu des anges, je lève vers toi ma main, à montrer que je suis rien et indigne, sauvé par ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les chanteurs viennent de chanter, et pour vaincre ce monde que nous vivons, pour vaincre l'Australie, pour vaincre ces Brisbane, il nous faut une portion de toi. Et la portion de toi, c'est la parole. Faites que cette parole puisse faire chair au milieu de nous, Seigneur Jésus. Faites que la parole puisse vivifier nos cœurs. Faites que ta parole, Seigneur Jésus, puisse nous faire des différents des gens de ce monde, qu'on puisse vaincre cet âge de la Odyssée. L'âge mauvais, les prophètes, l'âge avait vaincu à travers ta parole. Il avait vaincu, c'est la parole. Ta portion, Seigneur. Mon frère, ma soeur a besoin de cette portion, mais moi aussi, Seigneur. Nous avons besoin de toi-même, Seigneur. Glorifiez ton Seigneur au milieu de nous. Et depuis jusqu'à la fin, nous te prions, puisse prendre ta première place. Sois le seul, unique et le véritable Dieu qui mérite de venir exalter. Et recevoir tous nos actes de louange, nos remerciements, nos requêtes auprès de toi, Seigneur. Nous demandons la requête précieuse de notre bien-aimé frère Henri. Il ne se sent pas bien. Nous croyons bien, ce sont les démons qui la tourmentent. Malgré les appellations des docteurs de ce monde, j'échappe tout cela au nom de Jésus-Christ. Que ta puisse laisser notre bien-aimé libre. Wewe ulipendeza tuweze kuwa hapa asubuhi ya leo. Bien-aimé ibada yote tunayofanya yako. Nous ne sommes pas rassemblés ici. Neno lako vyote tunavifanya kwa Bwana. Uweze kuwa pamoja nasi. Uanze nasi kama Alfa, ukamalize nasi kama Omega. Bwana Yesu, asante Baba kwenda kutunenea asubuhi ya leo. Tunaleta Mungu wa mbinguni yako Baba. Uweze kuongoza na kutufikisha kama chombo chako. Asante Baba, utakuwa nasi yote. Voici les maîtres de circonstances. Et rien ne peut nous arriver de voir les terrains de la pagonie d'avance. Et c'est pour laquelle nous t'invitons de venir et prendre la première place dans notre culte. Bénis-nous, Seigneur Jésus, quand nous avons besoin de bénédiction. Console-nous, Seigneur, quand nous avons besoin de ta consolation. La chanteur avait chanté que si toi, l'Éternel, tu ne gardes pas la vie, ne serait que les faits, il faut en faire. Garde-nous plus près de toi. Épargne-nous, Seigneur Jésus-Christ, loin de cet âge de la Odyssée. Épargne-nous loin de ce pays de l'Australie. Oh Jésus-Christ, nous avons besoin de toi-même. Prendre la première place dans la famille de nos bien-aimés frères et sœurs, dans notre vie, de notre culte du début jusqu'à la fin. Nous t'invitons, quand nous te prions, toutes choses ainsi, dans le nom précieux puissant du Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Et je te demande en disant Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Ndio tunaweza kukaa siku Mungu wetu kwa mwimbo. Siku Mungu wetu kwa mwimbo, tutaimba nyimbo mbili, hata tutatosha sadaka zetu ambazo tunamletea Mungu wetu. Bwana Mungu awabariki sana. Tunaona tuko na tutaimba katika nyimbo za Mungu desa para na karibuni zamani mjini wa Yerusalemu, ndio Waisraeli walikuja. Sisi kama tuko hapa siku ya leo tunakuja kumwabudu Mungu wetu. Amen. Amen. Zamani mjini wa Yerusalemu,
tunaifahamu sote. Sakateosis ndiyo fanyia Mungu kazi. Fanyia Mungu kazi bila usiku wala, mtumikie Mungu siku zako zote. Ndio, tunathibitisha sasa kesi wote mtumishi sasa. Naimba pendo la Mungu ni kubwa kwa habari hiyo. Pendo la Mungu ni kubwa hapata
Si merveilleux amour de Dieu, ainsi merveilleux, oh, quel amour de Dieu, l'amour de Dieu, oh, si merveilleux amour de Dieu, alléluia, si merveilleux amour de Dieu. mwimbaji alikompozea nyimbo alikuwa na inspiration. Ndio. Sema mapendo ya Mungu iko ya mingi sana. Kama unaenda huku juu ya mbingu, juu ya miti, juu ya milima, hauwezi kuhesabu, iko ya mingi. Ndio. Wenda hata kwa dunia uzunguke dunia yote hauwezi kuikontrole. Hauwezi kuianza. Utafuta kama vitabu, makaye, utaandika kwa vitabu na makaye zitayara na utapata nafasi ya kuandika mapendo ya Mungu. Mapendo ya Mungu ya mkubwa sana kwa ajili yetu. Tunasema Mungu awabariki tena sana. Ndio bila kuchelewa tutasimama kusome maneno yetu katika kitabu cha Apocalypse, yani Revelation chapitre 5 verset 1 à 8. Tutasoma katika jina la Bwana mkombozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Nasoma nasema hivi.
Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans, un livre écrit en dedans et en dehors. C'est le de 7 sons. Et j'ai vu un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sons. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut plus ouvrir les livres, ni de les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetants de David, a vaincu pour ouvrir les livres, et c'est 7 sons. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu de ce vieillard un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vit et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Nous avons quand nous sommes chrétiens. Soyez pale. Ndio Ufunuo 5 mstari wa kwanza hadi wa 6. Ndio. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri. Kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, nani astahiliye kukifungua kitabu na kuzivunja mihuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapa kuonekana mtu astahiliye kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye makabila ya Yuda. Tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi. Yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Amen. Mungu awabariki sana. J'ajoute Apocalypse 10 verset 1 jusqu'à 10. Je vais lire. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posant son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres fit attendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres fait attendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, et celui qui vit des siècles des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps.
Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, car il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé ce serviteur, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre les petits livres faits dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Amen. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Lisez là-bas, frère. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba ngurumaye. Na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, nalikuwa tayari kuandika. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapatakuwa na wakati baada ya haya, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Hapo ndipo siri ya Mungu itapotimizwa, kama alivyo wahubiri watumishi wake hao manabii. Na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule, nikamwambia kwamba anipe kile kitabu kidogo. Akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Amen. Mungu awabariki sana. Je, tulipata sote usomi wa maandiko? Ndio, ndio pale kwenyewe tutaendelesha somo letu ile ambayo inaitwa kukesha penye nabii anasema. Sasa tuko kuparti yake ya 4. Tushaona parti ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ndio vile. Ya kwanza tuliweza kuona ilikuwa ni assez concerne les pyramides. Ya pili ilikuwa ni destruction ya ulimwengu sio unarudia kumisingi yake. Ya tatu tukaona juu ya neutron. Ndio tulikuwa naona. Sasa ya nne inakuwa ni juu ya nini? Ufunuo umebarikiwa ya mihuri ngapi? 7. La révélation bénie de 7 sons. The revelation blessing by 7 seals. Amen. Amen. Ndio tunaona kunani yake ya nne. Sasa kabla ya kuanzia hii fasi yenyewe tuliweza kuachia ile wakati nitaka tu rapele kidogo, tulikuwa na somo ambayo inaitwa rapele tumabini nayo pia. Ndio vile. Amen. Kwa somo inaitwa ukumbusho, yani rapele. Katika rapele tuliona mambo ya mengi sana, turapele juu ya ubatizo, tukarapele juu ya makanisa 2, tukarapele juu ya semansi ya Abraham ambayo iko ni semansi royal, ambayo wakati tutakuwa manifest itakuwa nasema amini kwa kila neno ya nani? Ya Mungu. Tulifanya rapele ile mambo yote. Mpaka wakati tukafikia kurapele ya kisi bantu babo na kuwa by credit leo kuneno ya Mungu. Jumapili tukauliza swali tukasema tunamjua si wote adui wetu. Ndio vile. Amina. Sasa tulisema unaka nabii interpret wa maandiko anatuambia kama adui wetu ni nani, kama mnakumbuka. Ni rapele tulikuwa. Mnikumbushe tu na mimi ndio.
Tusikie tumabili nayo pinda kama adui wetu ni mtu fulani. Tusiende mtafuta adui kule shetani wa mapembe ule nyo wanatuonyesha kwa mfilmu wa kuogopesha watoto hapana. Nabii wa kizazi atuambia adui wetu ni nani. Ndio vile tumsikia nabii anasema yeye. Atuambia adui ni nani kule mkumbushe. Sasa unapata vya masomo. Tunaongea kwa masomo tuko baitidia bala parole pale. Tunapaswa kusoma. Ni yule mwenye haamini ujumbe wa wakati. Amen. Mwenye haamini ujumbe wa wakati na pia akasema tena ni nini tena? Mwenye anabatilisha Terme eneo ya kuzito nje na biwa mzazi alisema. Sio tulikuwa kwa Jumapili. Sio kwa ndugu kule ni mabakwa Jumapili. Ni kwa masomo. Profeti bwana anasema tuko baitidia ba university ya mkubwa. Ile university inaitwa la parole par neno hilo. Tunaongea kwa masomo. Tunakuja kwa kuandika. Nabii alisema nini? Nabii wa kizazi yeye alijibu ile swali. Asema enemy ni ule yoyote mwenye na dini anatia mashaka kwa kila neno ya Mungu. Ikuwe kanisa, ikuwe ndugu yako, ikuwe rafiki yako, akishashakia tu neno ya Mungu ile tu adu. Amen. Amen. Neno ya Mungu anasema ubatizo mjina la Yesu Kristo, anatia mashaka si hapana vitu vya wanadamu. Ndio walifanya hivyo ni Bapeto. Ule ni adui deja. Tu anashakia neno ya Mungu. Adui sio shetani ndio ambaye na kukopesha watoto wa mpili. Adui nabii wa kizazi anasema ni mtu yote anashakia neno ya nani? Ya Mungu. Anasema toute personne akuwe mweusi, akuwe mzungu, akuwe mfupi, akuwe mrefu, akuwe mnene, akuwe bibi yako, akuwe bwana yako, baba yako, akishashakia neno ya Mungu ni nani? Ni adui. Amen. Amen. Sio mimi ni nabii wa kizazi ndio. Tusome amina. Pia bandugu wenyewe wakubwa. Sasa sisi tunarudia nyuma. Ndio tunapaswa kurudia nyuma kidogo juu ya mapendo ya wandugu tuseme. Ndio. Tuendee sisi wote pamoja. Amina. Tuna mezoea kuachana. Mungu awabariki sana. Amen. Ndio, tunasoma pale katika mshiri inaitwa sasa kidogo nipate nafasi. Je trouve l'endroit. Le prophète dit ceci: dans se revêtir toutes les armes de Dieu, c'est kujivika silaha zote za Mungu. Il y a 1961 paragraphe yake 50. Prophète anasema hivi. C'est nous connaissons notre ennemi. Ndio vile? Ndio. Si wote tunajua adui wewe. Amina. Hata kama madhehebu, hata watoto wekole dimashi, watoto wadogo kushamuliza adui wa Mungu ni nani? Lazima ni nani? Ni shetani. Amen. Amen. Ndio nabii anasema sisi wote tunajua nani adui wetu. Ndio. Ndio anaendelea sasa kusema. Car tout ennemi. Maintenant, frère, je me suis tenu loin de la parole, de la doctrine. Vous voyez, jusqu'à présent, mais je dois dire ceci. Aseme munaona mimi najua kwanza kambi ya mafundisho. Kwa sasa mimi nataka kusema hivi. Ndio. Tout ennemi qui raisonne sur toi ou toute personne, toute église, toute organisation, tout individu qui raisonne sur un seul qui entend de la parole de Dieu, c'est votre ennemi. Amen. Ndio nabii anasema hivi. Ndio. Ase mtu yoyote, kanisa yoyote, organisation yoyote, ingawavyo ule uhutu wake kisi iko. Akisharezone tu kuneno ya Mungu moja. Ule ndio adu. Amen. Amen. Raisonnement kuneno ya Mungu. Ile ni kutimiza nini ile yenye Mathayo 24 ilisema. Mathayo 24 anasema nini? 24 anasema ya kwamba wakati ya mwisho wataweza kudanganya nini? Wateule. Kama vingewezekana. Be havitawezekana wadanganye wateule tu, wateule wenyewe ndio maneno ya ile kitabu, ya ile kitabu. Hawezi kudanganyika. Amen. Amen. Mungu anapata mzuri vile nabii anasema pale. Ndio. Na nabii anasema mlezo di temps de la paix. Aseme mteule hawezi kudanganyika tu mwenyewe ndio maneno ya ile kitabu. Ndio kwa maana maneno ya kitabu hili watu wenyewe kuna raisonner kwa maneno ambayo ya ile kitabu. Uneno yote ya Mungu. Ule ndio adu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Nipenda tusome tu pale kuje tujue enemy wetu ni gani. Tusianze kumtafuta shetani kwa mapembe, hapana.
Adui ni ule yote nyana rezone kwenye neno ya Mungu inasema. Neno ya Mungu inasema katika hiyo wakati tunaishi kama Mungu alitupenda kwa kutumia nabii na ujumbe. Ndio. Ile afanye nini? Aweze kulipa wale watumishi wa saa 11 kwa kufunua mihuri ngapi? 7. Sasa mtu ana rezone kunena Mungu anasema ni 6 tu ndio lifunuliwa. Adu. Sio mimi nilapia nasema jua na rezone na katala. Na ndio kitana anasema ni ngapi? 7. Yeye anasema ni 6. Nani ule? Adu. Mimi sasa kama ni adui tu baada sasa kwa kuna kitu ya kuingia sisi tupite nje hapana, sio vile. Tuko sisi wote wapi kudunia. Katika ile makanisa mbili na ndio sasa kutuonyesha kama makanisa yote mbili iko wapi kudunia. Sasa Mungu hawezi kuzisepare. Separation yote ya Mungu inafanya bali banatoka kuki baende kujiunga na neno. Ndio kwa maana unaona watoto ya Mungu wako wanatoka baende kujiunga na neno. Hapana kujiunga na muundo. Hapana kufanya kiapo kwa kikabila. Amen. Kama vile watu wengine wanasema no leo mu Australia pesho kwa makanisa za Bayusi, pesho kwa makanisa za Bamushi, makanisa za Bafulero, makanisa za Bazungu, makanisa za Babebe, za Banyarwanda, za Barundi, sio vile. Hicho kwa makanisa ya Madrid vile sio mambo ya Mungu. Hapana. Na pesho ni kanisa ya Mungu. Amen. Ambayo inajiunda kubia Mungu tu. Ndio. Sasa vile. Mungu abariki. Amina. Ndio kwa maana tunasema sisi hapo tuko tofauti na zingine makanisa juu ya nini? Sisi tunajishikilia neno ya Mungu. Na neno ya Mungu ambayo tuko nayo si hii wakati. Hakuna neno ya Mungu ndio ya vile vile na Biblia na Maandiko. Amina. Ndio neno ya Mungu ya wakati hiyo. Amen. Amen. Maandiko nasema nini Biblia? Biblia nasema kama maneno ya Mungu yote itadumu wapi milele? Si ndio vile? Ndio. Sema maneno ya Mungu yote ni ya kudumu milele. Basi sasa kwa Biblia piko maneno ambayo inasema kwamba bikira tabeba nini? Mimba. Sasa bikira ndio atabeba tena mimba leo. Hata beba tena mimba. Washaka beba mimba zamani. Ndio. Amen. Ile ni maneno ya Mungu ambayo inadumu milele tu Mungu alisema kusema. Na bikira cha kubeba mimba zamani. Ile neno ile haiko ya hii wakati yetu. Mimi tunaiamini tu tunaamini maneno yote ya Mungu. Sasa maneno ya Mungu ya wakati yetu ile ambayo Mungu alitupenda kwa kutuletea nani? Nabii. Ile ambayo nabii alisema ndio maneno ya Mungu ya wakati yetu. Ambayo tunapaswa kushikilia na mikono. Mungu abariki sana. Amen. Sasa ile yenyewe bikira tayari mimba kuitosha mwingine hapa tunapaswa kuacha pale ni maneno ya Mungu. Inapaswa kudumu milele. Wewe tusichungaga tena bikira tayari tena mimba utazeeka unakuta na madevu za hivi au utamwona tena bikira na beba bibi. Au utamwona ashaka wewe mara moja kunaisha. Na shaka mzala Yesu kunaisha. Wewe chunga mwingine Yesu bikira tayari mimba yako bibi. Sasa ndio maneno ya Mungu ni ya kudumu, ndio ni ya kudumu milele, ni amina. Sisi tunaamini vyote tudute. Ndio. Tunaamini vyote vyenye Mungu alisema na tunaendelea na ufunuo yote. Amen. Murapende ingine tunaweza kusema kama mtu yoyote mwenye anatia nini? Virgule. Anatia point, hapana virgule. Point. Anatia point, hapana mkato ni virgule. Ni nukta. Nukta. Mtu yote anatia nukta kwa neno ya Mungu, ule deja anakuwa ni nini zehe. Unapaswa kuamini na virgule. Sasa mimi naamini hivi vyote na ufunuo yote ambao Mungu ataniongezea. Mimi watu washaanza kuamini leo na nini na mapoints. Sasa mimi naamini hivi tunajua hivi basi. Deja anakuwa nani? Sehemu. Na Biblia inasema tumsikia anasema ndio. Sasa tout individu, kila kanisa yote, kila mhuduma yote wenyewe anatia nini? Nukta. Kwenye neno ya Mungu ule deja anakuwa nini? Sehemu. Hana nini hana mafundisho. Ile sio kanisa. Unapaswa kutia nini mkazo? Sasa mimi naamini hivi vyote, na mimi Biblia yote ni maneno ya Mungu. Amen. Na vyote wenyewe Mungu atatupatia tena. Tunaviongeza. Amen. Na mimi Biblia yote na ufunuo wote ambao nabii alitupatia yote tunaongeza. Amen. Juu sasa madhehebu leo shakusimamia tu mpaka kwa Biblia. Na baswa ndiza ya message. Baamini nusu ya ujumbe. Ndio shakusimamia tu mpaka kwa Biblia banaacha nini? Ufunuo ya wakati yetu. Ndio. Mungu abariki sana. Amen. Ndiye kubeni serikali. Amen. Sasa kujule sasa ndio ile ufunuo mbarikia wa mihuri saba. Tunasema ni ukumbusho kwanza tuingie sasa mihuri saba. Amen. Hivi ndio bietu sasa hivi. Amina. Na mimi napenda mfano kwa makini. Hapo ndio tunaingia sasa mbietu. Ndio. Amen. Amina. Hapa tuko mbietu tunafika. Ndio. Amen. Ndio tusikie nabii anasema nini? Ndio. Je, mnampenda nabii Bwana? Haleluya. Anasema hivi dans question et réponse. Question maswali na majibu ya 1954 paragraphe 237. Tutasoma mapema sana tu muda inaenda ili tuone kama tutafikia hata katikati ya hii introduction. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Anasema hivi nabii.
L'Église a été bâtie sur la révélation divine de Dieu. Amina. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amina. Aseme kanisa. Ndio. Hivi sisi tunasema tuko kanisa. Inapaswa kujengwa kunini ufunuo ya kiungu wa nani? Ya Mungu. Wa Mungu mwenyewe. Amen. Amen. Kanisa kusudi ndio kanisa inapaswa kujengwa ufunuo ya kiungu ya Mungu. Amen. Ndio kanisa. Na kanisa yote ndio haijengwi ufunuo ya kiungu ya Mungu, maana sio kanisa. Sio kanisa. Iko na jina yake gani Zehebu. Wala adui wa neno ya Mungu. Mungu abariki sana. Amen. Uko na remplacer kila kitu na paneli yani. Ndio. Kwa kuwa tunajua kwa masomo matematiki. Aseme remplacer x par sa paneli. Bila tungeelewa sana kama unaelewa au yakuwa muhimu sana kwa bana. Hivi ndio friend anasema hivi. Jua sikusomaka lake simiology. Nilikuwa nasomaka simiology na vipanga ndio watu ya madhehebu na elimu sana bangeelewa. Mimi sasa kufanyaga lake simiology ya kujua kupanga vile mapindi. Ndio bali watu bilibapita sana vya bina vyao. Ndio wale watoto wa Mungu ile semence ya Abraham. Wakati tunasoma neno ya wakati hapo, wanakusha kuramplace kila kitu na valere yake. Amen. Na kuitikie kwa amina. Ndio. Kama tunatoka kusoma na Biblia nasema kama kanisa sio hii batima, ni mimi na wewe. Tunapaswa kujengwa. Ndio. Tunapaswa kushikilia, tunapaswa kukua kwa kile ambacho kinaitwa ufunuo ya nini ya mihuri 7. Ufunuo ya kiungu. Amen. Maana kama piko ufunuo ya kiungu, maana piko na ufunuo yenyewe iko ya haiko ya kiungu. Ni kweli. Amina. Sinapoka viwili. Ndio. Kama piko Mungu, maana na shetani iko. Amina. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Amen, amen. Naendelea anasema hivi. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé. Et sur ces rocs, la révélation spirituelle de la parole de Dieu, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne préviendront jamais contre elle. Amen. 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 Hii ni andiko ya Yesu Kristo mwenyewe. Baada ya kuuliza wanafunzi wake. Sasa kule ndio wanasema kama mimi niko nani? Wanasema hivi, ndio wanasema hivi. Petro sasa ambaye alikuwa pastor akapata ufunuo. Akasema sasa wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Sasa Yesu akasema ile ufunuo unapata ile Petro. Ndio ambao nitajenga hapo nini kanisa yangu. Hiyo sio mwili na damu ambayo kufunulia vile ni baba wewe umbingu. Ndio kufunulia kama mimi ndio mwana wa Mungu wa kweli kweli. Sasa ni kwa ile ufunuo ndio kwenye kanisa ilijenga. Sasa watu wa kimwili wanabeba ndio moshi wanaacha moto. Unaiba moshi friend. Sasa tunaona tena siri roho maji ni juu ya mwamba. Kanisa itajenga juu ya mwamba. Ndio wanaenda kujenga wao ni juu ya mwamba, wanaacha kujenga juu ya nini? Ya ufunuo. Wanaenda kujenga juu ya Petro, aseme ndio mwanzilishi wa kwanza wa kanisa. Piko mafundisho za vile leo. Ndio. Amen. Aseme mwanzilishi wa kanisa, mtu mwenyewe sasa kufundisha Biblia wa kwanza ilikuwa ni nani? Ni Petro. Sasa tunapata kujenga juu ya Petro. Wanajenga sasa msingi wao juu ya nini? Ya Petro. Wengine wanaenda kujenga kineni kanisa kimoja kia munene, wanajenga pale kukijiwa, sio ni watu kujenga kumchanga, kujenga udongo. Tunapata kujenga kujiwa, sema rock frère. Rock sio vile. Ni revelation. Amen. Ni ufunuo. Haleluya. Amen. Amina. Na Biblia ndio kuna tuexplique na ile ufunuo mzuri. Anasema nani? Huyu kipofu Bartimae. Kusudi Bartimae kumuona Yesu alikuwa ni juu ya nini? Ya rock. Amen. Amina. Na Biblia inasema alikuwa ni juu ya rock. Kusudi alikuwa kumuona Yesu. Ile roho hiyo na Biblia inasema ilikuwa ni ufunuo. Ndio walikuwa watu mingi wenyewe walitaka kumuona Yesu ile siku. Mimi kupataka ufunuo ya kujua kama tu yuko na samehe zangu. Amen. Bartimae alikuwa juu ya ile roho, alikuwa juu ya ufunuo. Akajua kwamba huyu ndio akusamehe zangu. Sasa huyu mwana wa Adamu ni rehemu na mimi. Mungu awabariki sana. Amina. Bila nabii atungejua kama hapa Bartimae alikuwa anaikala ku rock na ile rock ilikuwa ni nini? Ni ufunuo. Amen, 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 amen. Mungu awabariki sana. Amen, amen, amen. Je continue. Même pendant me dit ceci. Même paragraphe, même question et réponse, paragraphe 238, je continue. Dit ceci. Et c'est ce qui m'amène à dire, vous voyez, luthériens, méthodistes, quoi encore, n'importe quoi, pentecôtiste, quoi que vous soyez, ne change absolument rien. C'est munaona.
ukwe luthérien, ukwe méthodiste, ukwe pentecôtiste, ukwe catholique, ukwe branhamiste, ukwe babudiste, ukwe musulman, ukwe yoyote ule jina ambao wanaita ya makanisa leo, haibadilishi kitu kyokyote. Tena pia nataka kusema nini? Tusikie. Ili ça Bible, aucune dénomination ne l'arrêtera. Rien au monde ne l'arrêtera. Si seulement que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne préviendront, ne peuvent prévaloir contre elle. La vérité spirituelle révélée. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Na pia lazima ukue yoyote katika ile madhehebu nataka kutaja pale, ukue luthérien, ukue methodiste, ukue katoliki, ukue budiste, ukue musulmani, ila ibadilishi kitu yoyote. Amen. Amen. Ukue ndo revele, ukue ba revele nusu, kipo ba revele nusu. Ndio wale ndio wanaamini kama mihuri saba inafunuliwa, mimi wanakatana venye mihuri ifunua. Ule ni revele nusu. Ni revele wa Yakobo. Amen. Amen. Ndio kwa maana kama nakumbuka Jumapili tulisema wale wote wenyewe kuna vitabu ya Efeso, waturudishie sie vile tunaamini wote wenyewe mihuri saba ilifunua. Amen. Amen. Kama unajua mwenyewe kuna hayo kitabu ya Efeso, mimi nakatana venye mihuri saba ilifunua, alete huko. Haina pia kwake. Mungu abariki sana. Amen. Tutanyang'anya baadhi vitabu vya Petro na. Kuna hiyo mwanumba Mungu wana dekore sio vyao. Barudisho kwa venye navyo. Petro anasema ingawazo ile appellation yenyewe uko nayo, ile haibadilishi kitu kyokyo. Yenyewe inakubadilisha wewe, yenyewe inakufanya wewe ukwele kanisa ya Mungu ambayo iko naendelea kila mara. Ni ufunuo. Amen. 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 Ndio kama kusema somo hili ni ufunuo mbarikiwa ya mihuri ngapi? 7. Lakini kufunua kwa mihuri 7 piko mbaraka yetu tuko napata. Ndio. Sio ufunuo ya mihuri 7. Amina. Ufunuo wa mihuri 7 kuna kudistinguer na kutofautisha na pengine bana. Mungu abariki sana. Amina, amina. Tofauti wetu na wengine watu ni la révélation spirituelle révélée. Na hiyo kunafanya kanisa ya Mungu inaendelea vivant. Mungu awabariki. Amina. Je prends une autre citation du prophète, question et réponse toujours, de 1961, paragraphe 55. Frère Branham dit ceci. Et il se peut qu'il y a encore des choses que moi, je crois comme toi, et c'est que quelqu'un a écouté Charles Field ce matin, l'émission de réveil de la monde. Tunapia nasema hivi, inaweza kuwa piko vingine vitu venye mimi naamini. Sasa kama kuko mtu mwenye anaweza kumsikia Charles, alikuwa ni mhuduma kule kwa Marekani, alikuwa anahubiri kila mara kusubuhi. Sasa kuna mtu anaweza kuwa alimsikia Charles ile kusubuhi wakati alikuwa anahubiri kwa réveil ya ancien monde. Anasema c'est l'un de mes docteurs de la Bible favori. Pourtant, il est très âgé. Mais je trouve que c'est un grand docteur de la Bible. Et ce matin, il a dit, et il a enseigné des choses devant nous, des choses dont l'Église ne savait rien, qui seraient dévoilées aux gens. Asema huyu Charles ambaye alikuwa ni mhubiri mdokteri kabisa wa Biblia, aliweza kuhubiri kusubuhi kule Marekani ya kwamba piko mambo ambayo vya Mungu ambayo vitafunuliwa kwenye kanisa haijui. Amen. Amen. Ndio nabii pale kuna jazani. Branham anasema je dis amen. Asa. Branham anasema amina kwa hiyo. Tupiko mambo ambayo ilitaka kutokea. Ambayo kanisa ilikuwa haijui kama hiyo mambo itakuwa. Leo huyu mtu alikuwa anasoma Biblia, alikuwa mwalimu wa Biblia, aliweza kusema ile kwa radio kusubuhi. Na Biblia Branham akasema amina kwa hiyo juu, piko ile kitu ambayo ilifanya itokee. C'est la vision ya prophète aliweza kuona. C'est la vision ya frère Junior Jackson. Tusikie. Et ça, je crois qu'il y a encore une grande quantité de lumière qui arrive maintenant pour nous, que celui-ci va inonder la terre, et un de ces jours, pendant une courte période, peut-être l'affaire de quelques mois seulement, mais je crois qu'une grande quantité de lumière va arriver. Amen. Mungu anapata mzuri na Biblia, Mungu anaprepare ile mfumo mbarikiwa wa mimi zangu. Ndio. Ule ndugu kwanza aliona na yeye piko vitu yenye vinaamini vitakuwa. Wewe kanisa haijui kitu yoyote. Na Biblia nazo alikuwa ni nabii wa Mungu. Na Mungu anasema Mungu anaweza kutayarisha nini batumishi yake kabla.
Mambo yote ambayo inafikaka Mungu anakuwa suluhisha kwanza manabii wake. Ndio. Na Biblia inasema akasema amina kwa hiyo neno. Ingawa yule mtu atakuwa anakusalia kabisa moya, mimi alikuwa ni mwanajimu wa nini wa Biblia. Amen. Na Biblia inasema sema inaamini hiyo kitu itakutokea. Na Mungu ataweza kufanya ile vitu vitakuwa vya mkubwa, itakuwa ni nuru ya mkubwa sana ambayo itatokea. Je continue. Frère Branham dit ceci. Dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité de 1963, paragraphe 164. Il est dit, et de même, au temps de Moïse remarqué une autre époque de délivrance. C'est mchunguze vile vile kwa wakati wa Musa palikuwa ni nini epoque, ilikuwa ni wakati nyingine ya nini ya ukombozi. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose pour délivrer son peuple, Dieu envoie un messager au peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. C'est wakati Mungu anataka kufanya kitu fulani kwa taifa yake, anatumanaga kwanza nani? Nabii. Ndio. Amen. Amen. Alifanya vile wakati ya nani? Ya Musa. Na sisi wakati yetu piko kitu kile Mungu alitafuta kufanya kwa hiyo wakati yetu. Ndio. Piko kitu kile Mungu alifanya kwa hiyo wakati yetu. Kwa kabla ya yeye kufanya kile kitu atutumia kwanza nani? Nabii. Ambao ni nani? Ni frère Branham. Amen. Amina. Na mimi sote tunakubali kama ni nabii wa Mungu. Amen. Amen. Tusikie. Il dit, et c'est tellement simple. Asa vile vitu vyenyewe tumeanaka kwanza inakuwa ni vitu vya rahisi sana. Comme nous le verrons dans l'ouverture des sons, c'est pour cette raison que je voulais vous apporter ceci en première. C'est que nous verrons que l'ouverture de ces sons, c'est tellement simple. Asa inakuwa ni vitu viko rahisi sana. Tutaviona mfunuo wa nini wa mihuri sawa. Asa vile mfunuo ya mihuri inakuwa ni kitu yenye kiko simple sana. C'est tellement simple. Simple que les intelligents ne manquent des millions de miles. Asa ni vitu yenye viko rahisi sana kwa ile ambayo watu wenye elimu sana, watu wa akili sana, wa usomi sana, wa daktari, wa sawa ya ulimwengu, wa padiri, wa prêtre, wa bishop wa ulimwengu kwa wanaimanke kuma milioni na makilometre ya maji. Ufunua mihuri saba na kufunuliwa umebiko mbali sana. Jua nini Mungu alijifunua katika urahisi kwa sababu anatafuta vitu moja vya hivyo. Ndiyo. Amen. Amen. Je continue. Il dit j'espère que Dieu m'aidera pour cela. Voyez, c'est passé par-dessus simplement et c'est pour ça que je pense que le message de ce matin conviendra bien pour poser un fondement sur la simplicité de Dieu. Vous voyez la manière dont Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Asema inakuwa ni vitu viko rahisi sana. Na mimi naona kwamba hii ujumbe hii asubuhi itaweza kuambatana na ile kuweka misingi ya kuonesha namna gani Mungu anakuwaka mwenye urahisi sana. Mungu wa kunyenyekea. Mungu mwenye hayuko wa kujipandisha. Amen. Ndio nabii anasema pale. Je continue. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous l'aimez votre prophète? Amen. Il dit ceci, dans l'union invisible de l'épouse de Christ. 1965. Sasa tunaanza mambo yetu, mfunuo mbarikiwa ya Mungu sana. Mfuate kwa makini. Paragraphe 196. Il est dit, qu'est-ce qu'il a fait? Asema alifanya nini? Mungu pekee ambao ni Yesu Kristo. Asema qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les 7 sons du dernier message. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amina. Ile mihuri saba ambayo tulitoka kusoma hapa. Tulitoka kusoma mu Apocalypse 5. Inasema kwamba Yohana aliona mtu ambaye yuko kukiti kia enzi mbingu. Sio vile? Ndio. Sasa wakati aliona kule akaona hii kitu kiliko pale vile kiti kia enzi piko kitabu kiliko pale ambacho kinafungiwa. Kilikuwa gani kinafungiwa mara ya kwanza Yohana anaona. Ndio. Amen. Yohana akaanza kufanya nini kulia. Akaangalia mbinguni, akaangalia dunia, akaangalia maji, basi yote hakuna mtu tena anastahili kwenda kukamata kile kitabu. Na Biblia anasema ile wakati Yesu hakuwa pale, alikuwa wapi? Mu eternite. Alikuwa mu milele, ndio pale Yohana hakumwona. Ndio. Yohana kusudi amuone, ipo na yeye mu milele. Sasa Yesu alikuwa mu milele. Sasa Yesu akatomokea sasa kama vile nani?
mwana kondoo ambaye alishakuwa kunini kuimona cha kuchinjwa. Hii sende ilikuwa inafanyika wapi kumbingu baada ya Yesu kutoka wapi kudunia kunini kumwaga damu kumsalaba. Amen. Ndio pale na Biblia nami unasema kama kitabu cha mihuri saba kilifunuliwa wakati ambapo wakati ambapo Yesu alishatoka wapi kudunia kumwaga damu kumsalaba. Wewe watu bako na banakosa nini playa ya Mungu. Wanaonesha kwamba mihuri saba inafunuliwa wakati Yesu hayakuwa nini kudunia. Mimi Yohana anasema kwamba alikuwa ni mwana kondoo ambaye kuimole. Ndio. Amen. Ndio kwa maana Yohana aliweza kulia. Ndio anaona hakuna mtu ambaye anastahili. Mimi Yesu alikuwa shakustahili, ndio alikuwa shakunini? Kwa shakutakaswa zamani. Ndio. Acha kuwa imolivo tayari kwa kukamata kile kitabu. Yeye pekee ambaye alikuwa anastahili. Amen. Ndio mko napata nzuri pale. Amen. Ile ni confusion ambayo Mungu wako leo. Vitu ambavyo vilisha kufanyika ni zile kufanyika wewe unaileta mpitie. Kwa anasema kama hii ilifanyika kama mnyuma. Ni kitu yenyewe kilifanyika Yesu baada ya kutoka kwa dunia na kuja watu kumbingu. Amen. Hiyo wakati hii zile ilifanyika kwa kumbingu kule. Tutafuata nabii nzuri kwa expliquer. Il est dit ceci. En effet, tous les mystères de cet âge de l'église était scellé de cette sceau. Amen. Amina. Ase kwa hiyo siri zote za vizazi saba vya kanisa vilikuwa vinafungiwa na nini na mihuri gapi? Saba. Amen. Ile siri saba za vizazi ya kanisa ndio ile wa ujumbe saba. Hapo piko Paulo, Luther, Irene, Colomba, Wesley mpaka wakati ya nani? Ya Branham. Ile yote ilikuwa ni masiri ilikuwa inafungiwa na nini na mihuri saba. Il est dit, les réformateurs n'ont pas eu le temps de faire ça. À leur époque, ils n'ont pas vécu assez longtemps. Mais cette révélation bénie de cette sorte nous a été ouverte à ce dernier jour. Amen. Amen. Ase watengenezaji wa reformateur kuanzia Paulo na wao wengine ba Irene, pa Colomba hawakupewa nafasi ya kuzungumzia juu ya mihuri saba, juu ya nini ilikuwa iko reserve juu ya hii wakati ambao tunaishi sisi. Amen. Ndio kwa maana kama mlifuata mzuri wakati tulikuwa tunafundisha juu ya watendakazi ya saa 11. Na Biblia inasema kama hii ujumbe ambao tuko nayo huko watu wenyewe walikuwa na envisager, walikuwa na ililia sana. Nasema Paulo alilia sana aishi hii wakati. Mimi haikupewa naye. Ibrahim alikuwa kulia sana apewe hii nafasi hakupata naye. Daudi vile vile alilia. Tuwezi kuishi kizazi ambacho tunaishi upewa naye. Mesi ambao tuliishi kizazi kwa unaona sasa normal tunabineglige. Vitu ambavyo wengine walikuwa wanalilia waweze kuona. Na Biblia inasema si bali reformateur na kupewa hii nafasi ya kujua vitu ambavyo tunajua si ya ufunuo mbarikiwa mihuri saba. Ndio. Sasa mihuri saba ilitubarikia nini? Ilifunua nini kwa dini yetu? Ndio kule tuko naenda. Mfano wa makini. Ndio. Mungu abariki sana. Amen. Je continue d'abord là-bas. Préparons un ceci. Ils n'ont pas vécu assez longtemps, mais cette révélation bénie de cette chose nous a été ouverte à ce dernier jour à partir d'une prophétie qui s'est accomplie en Arizona. Amen. Je continue. Aseme hivi vifunua vibarikiwa mihuri saba iliweza kutimilika kupitia nini? Unabii ambao unaweza kutimilika wapi kule Arizona. Wakati gani? Ile constellation des anges. Wakati hii iliweza kushuka. Hao wa malaika. Ambao walikuwa wa malaika wa saba wanamletea nabii sasa ufunuo wa nini wa mihuri saba. Ambao ilifanyika wapi? Kule kwa Arizona. Amen. Sasa kwa Arizona mihuri saba balikia kumletea ndio nabii kitabu cha mihuri saba akiwa kufundisha baada ya mihuri saba kufunuliwa wapi kumbingu. Ilifunuliwa ndio wapi kumbingu. Ndio vile kama mfano sasa ile verse ya pili ya Apocalypse 10 verset 1. Inasema Yohana anaona sasa malaika mara ya pili. Parce que j'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel avec un petit livre ouvert. Mara ya kwanza ilikuwa fermé, mara ya pili inakuwa nini? Ouvert. Wakati inakuwa ouvert sasa rien ne raconte ikakuwa wapi ku Arizona. Ya kutana na ule malaika mwenye kwa dunia ambao ni inaambiwa kizazi William Branham. Wakampatia sasa ile kitabu akie nini kufundisha. Ndio kwa maana leo tuko na kitabu ambacho kije kilikuwa kumbingu. Hiki kitabu cha mihuri saba ni kitabu ambacho kije kilikuwa kumbingu. Ndio. Wanampatia na habari kwa kufundisha sasa baada ya kukifunua. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Je continue. Écoutez, il est dit ceci. Est-ce que vous aimez les prophètes? Amen.
Il dit ceci, essayer de rendre un service en Dieu en dehors de sa volonté. Parce que kujaribu kumfanyia Mungu kazi kinyume na mapenzi yake. Il y a 1965, paragraphe 312, il dit ceci. Il voulait le faire venir dans la cité de David, au lieu de Jérusalem. Il n'y avait pas d'endroit préparé pour elle à l'époque et c'est pareil aujourd'hui. Amen. Hapa yuko nazungumzia juu ya ile safina, juu ya arche. Amen. Sasa wakati hii safina inaweza kutengenezewa, haikuwa nafasi kwenye wataweza kuibeba. Watu wakapenda waibebe wakati wapi? Musite ya Daudi pale ya kuibeba wapi? Mu Jerusalem. Na pale yeye ku Jerusalem ndio ilikuwa cité iliye ya rencontre ya Mungu ambao watoto wa Mungu walikuwa wanakutanania kusudi waweze kuabudu. Amen. Sasa ndio nabii anasema ni hivyo hivyo tena leo. Ndio. Hii ufunuo umebarikiwa ambao tuko nayo ya mihuri 7 haina nafasi wapi mumadhehebu, haina nafasi mu makanisa za watu, haina nafasi ndani ya mioyo ya watu. Amen. Ufuate huko nabii. Il voulait le faire venir dans la cité de David au lieu de Jérusalem. Donc il va tout. Et il n'avait pas d'endroit préparé pour elle à l'époque, et c'est pareil aujourd'hui. Ces glorieux mystères qui ont été dévoilés par les saisons, il n'y a aucun endroit dans aucune dénomination. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Amen. Asa hii mifunuo mibariki, hii siri mibarikiwa ya mihuri 7 ambayo ilifunuliwa kwetu. Haina nafasi katika nini madhehebu. Na bila kusaulika kama nabii alisema kusudi afunue mihuri 7 kwetu si. Ambao ni bibi harusi. Ambao ni zile mbegu za ufalme wa Ibrahim. Alikuwa kwanza pamoja kusudi mihuri 7 ifunuliwe. Ndio kwa maana watu wenyewe walishakufa hawezi kuipokea. Zehebu hawezi kupokea hii ufunuo mibarikiwa mihuri 7. Ndio. Hawezi kupokea mihuri 7 juu ya nini baada kukufa kwanza. Wao kwanza ni zehebu. Bilikuwaka tu hivi historia ambayo ilikuwaka tangu zamani. Arche ya Mungu pale wabebe ku Jerusalem nafasi ya kuabudia wanasema Jerusalem hapana. Tuibebe munini musite ya Daudi ndio na merepeta, ndio na pamba. Ndio vitu vingine vinafanyika leo tena. Bwana kuendezesha kanisa mwele ya vyaoni kwa kama hapo ndio Roho Mtakatifu anashuka hapa. Kumbe hapana sio vile, sio mambo ya kupamba sana. Aseme ndio inaonyesha kama Mungu na Roho Mtakatifu mmoja. Sio mambo ya kupamba sana ndio inaonyesha kama Mungu ni kweli hapana. Hii historia ilikuwa tangu wakati ya zamani. Ni mambo yenyewe yanafanyika tena leo. Ndio. Amen. Amina. Sio vitu vya mpya sana. Mfate huko ndani. Reba na mudi. Il faudrait cesser d'être une dénomination pour accepter cela. Amen. Sasa inapaswa kuisha kukua dhehebu ndio mweze kukubali nini ufunuo mbarikiwa ya mihuri ngapi? 7. Kusudi bado wakubali kama mihuri 7 inafunuliwa. Barabara kwanza bakatani kukua nini dhehebu. Mwisho kuna place X na valeur yake. Maana kibali wenyewe wanakatala kama mihuri 7 haifunuliwi. Maana kibao ni nini ni zehebu. Automatically. Ikawa miko na nini? Katungu ya mabroshiri ya Frere Banam. Mimi wakati wanakatala kama mihuri 7 haifunuliwa yote. Ule deja ni nini? Ni zehebu. Sasa hizi kushitule akakama na vipamba. Kanisa iko na watu wa mingi sana. Biko na shere moya ya niveau. Biko na maestima wanaimba kama vile malaika. Bako na mapendo wanaweza kupona kila kitu, bako tayari kwa kupandia kila kitu kyote. Mimi wanakatala ufunuo mibarikiwa mihuri 7. Ni zehebu. Ninabii ndio kunasema. Amen. Sasa kama na nyinyi mnakatala na mimi. Mimi nabii ndio anasema kama ni nini? Zehebu. Inapaswa kwanza ule mtu akatae kukua zehebu, akubali nini ufunuo mibarikiwa ya mihuri 7. Amen. Na mtu mmoja anakubali ufunuo mibarikiwa mihuri 7, maana yake unahisio tena nini? Haiko zehebu. N'oubliez pas aussi d'y Amen, amen. Il est dit, il n'y a aucun endroit dans aucune dénomination. Et il faudrait cesser d'être une dénomination pour accepter cela. Toutes depuis unitaires jusqu'à unitaires et pentecôtistes, il n'y a pas un seul endroit qui
puisse recevoir cela. Amen. Amen. Sasa tangu litere mpaka kwa Pentecoste hakuna fasi ambayo wanaweza kupokea hii ufunuo mibaraka ya mihuri 7. Amen. Juu ya nini wote ni madhehebu? Na tuko na madhehebu leo za message. Mzuri sana. Tuko na Bakatolika wa message. Sana. Tuko na Baporoga wa message. Balitere wa message. Batumbumbili sasa wa message biko ya Hatari. Tuna remplacer kila kitu na valere yani. Ndio. Tunasema sasa na muhimu mko banali wa message leo. Sisi tunaamini vyote wenyewe nabii alisema. Amen, amen. 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 Vyote wenyewe nabii alisema tunavia. Ufunuo mbarikiwa mihuri 7 inafunuliwa. Amen. Tunaendelea na vyote wenyewe Mungu atatuongezea. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amina. Yetevu benisi rishima. Amen. Na kusaulika nabii alisema wakati mnafanya mafundisho yenu mnatia nukta wake mnakufa hapo. Hapo mshakufa. Ndio. Ndio kama tulisema kama batu ndio kwa wanatembea mbele balisha kuku. Batu ndio biko kipofu mbele hapo wanaona. Kipofu mtu yuko mzima yuko naona unazania aone mtu mzima anapala vile anapendeza. Kumbe ni kipofu. Les aveugles qui voient. Amen. Biko ndio kizazi cha nini kinakufikia. Batu wanaona Mungu ule Mungu ambaye ni Yesu Kristo ambaye wakati alikuwa kwa dunia alikuwa anafanya miujiza. Anapoonyesha watu, anafufura watu, anaingia na mkanisa anafanya miujiza. Anafufura watu, anapoonyesha watu, bakansa wanapona. Watu wote basida wanapona. Wenyewe kuna mahitaji zao wanajibiwa. Watu wanaona Mungu anafanya ile makazi yote tena wanabakia nini ba credit. Watu wanaona ile mambo kama vile ilikuwa wakati ya ndani ya Yesu. Wako unaona ile mambo yote yanafanyika, mimi wanakuwa tu ba credit. Jua nini wako ba kipofu. Les aveugles qui voient. Kutimiza nini? Kizazi kinaudikia. Ufunuo inasema nini ni kizazi kenye ole, ni kizazi kenye kiko buchi, ni kizazi kenye hakionaki. Mimi bado bado naona mimi hawezi kuona. Amen. Amen. Juu ya nini kuona ni nini? Na Biblia inasema nisifikie kuona. Ndio. Anasema kuona sio kuona na macho hivi. Anasema kuona ni kuona ndani ya roho yako. Amen. Amen. Ndio kusema tuseme mambo ya Mungu yote ni ya nini ya kiroho? Ya kiroho. Ndio kwa maana Mungu anataka kumwambia nani Nikodemo. Ndio. Aseme Nikodemo, kusudi wewe uingie katika ufalme wa Mungu, ninakuomba nini uzaliwe mara ya ngapi? Mara ya pili. Nikodemo kadhania vitakuwa ni mambo ya kimwili, sio vile. Sio vile. Ndio kwa maana huyu kijana tajiri, Mungu anamwambia wewe kusudi ukue ule mtu ambaye ataingia katika ufalme wa Mungu, uende kuuzisha nini? Mali yako yote wapatia wanani wa maskini kisha unifuate. Ule ndugu alitaka kumuona Yesu. Amen. Mimi akanikamata vya kimwili, ya kimwili. Amen. Alifanya kila kitu akakamata vya kimwili. Kumbe ilikuwa ni mambo ya nini? Alikuwa anaona venyewe ziko na bahati. Ndio. Mimi akanikamata vya nini? Vya kimwili. Mimi mambo ya Mungu yote ni ya nini? Ya kiroho. Mungu abariki sana. Jua kuona hivi. Tunapaswa kuona na roho. Tunapaswa kuona kiroho. Ndio. Je continue. Prépare la musique. Il dit pas plus qu'un homme ne peut recevoir cela. Et reste dans les dénominations. Amen. Aseme hakuna mtu yoyote anaweza kupokea ufunuo mbarikiwa ya mihuri 7 na baki tena mzehebu. Anapaswa kufanya nini kutoka? Ndio maana Apokalipsi inaonyesha kama bwana harusi walimfukuza. Iko nje iko na bisha, iko na kongola kwa mlango. Aseme yule atasikia sauti yake atoke na amfuate. Hapana yeye apie Mungu atoke na amfuate. Ndio. Na maandiko yanasema nini? Asema tokeni katikati yao taifa yangu. Usiweze kupata mapigo pamoja nao. Ndio. Hii message ni ya kuita watu wafanye nini batoke. Amen. Ukiona mtu anasema vyote venyewe nabii alisema mimi naviamini mimi anawakia tena mzehebu hayaamini. Iko nini zehebu? Ni nabii anasema ndio. Pas plus qu'une personne, qu'un homme ne peut recevoir cela et rester dans les dénominations. Ase hakuna hata mtu yoyote anaweza kupokea hii ufunuo mbarikiwa ya mihuri 7 na abakie wapi mzehebu. Anapaswa kutoka ule mtu onyesha kupokea ile kitu. Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki sana. Amina. Kwa maana vile msianze kujiuliza maswali sasa. Kwa nini sisi tuko hivi sisi tuko watu mingi sana wengine? Kwa nini iko hivi iko je? Utajiuliza maswali kama ni swali ya kimaandiko utapata jibu. Amen. 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 Amina.
Juu kwa nini? Bado kwa unaona Mungu anafanya kazi zake. Zile zile alikuwa anafanya wakati alikuwa tena mwalimu mwingine hapa kwa dunia. Maybe biko by credit, biko by kipofu. Biko dhehebu. Hawezi kuacha dhehebu yake. Amen. Afuate Mungu hapana. Ndio vile wengine watu biko leo. Hawezi kuacha dhehebu yake afuate Mungu. Mungu abariki sana. Amen. Abarikiwe Mungu kwa kweli kuna tusepare kulingana na nini na neno lake. Na kama tutakuwa bamingi, tukue bamingi sasa hilo neno ya Mungu. Kama tutabakia hivi hivi tuko tubakie hivi siko mbele tubakie neno ya Mungu. Mungu abariki sana. Amen. Tusitafute kuwa wengi sana. Nilikuwa nampenda ndugu mmoja watu walikuwa kumalawa na ndugu Migo. Alikuwa anasema vile mko bamingi vile ndio problem iko ya mingi. Mubiro mtaweza kusema hivi vya mingi, huyo anataka mashtaka ya hivi. Sasa ndio kwa sababu Mungu anapendi watu wa mingi kanisa. Ndio kwa muelewa nyuma sana. Sema watu sikuwa mingi ndio matatizo na kwa ya mingi. Inakuwa chigira problem. Matatizo na kwa ya mingi. Huyu anataka kushitakia mwenzake. Alinisengenya. Alienda kuumba kuuza kumpatia hata kama mguru fare. Ndio alimko mingi mnatafutana kwa maneno. Mimi mshakuwa vile kisi mko mwote badoko, mimi mnakusanyika mneno ya Mungu, mnapendana, mnajuiana hadi vile kisi Mungu. Na mnaidumu mneno ya Mungu. Mungu yuko pamoja nasi. Amen. Kwa andiko yake nasema pale kwenye kuko bawili au watatu wanakusanyika mjina la Yesu Kristo. Na bakuwe na komea kwa bapatane. Naye atakuwa miongoni mwetu. Amen. Na tunaamini kama sote tunapatana kwenye tunapatana. Na Mungu yuko miongoni mwetu. Amina. Tusitafute kuwa mingi juu ya kupendezesha watu. Juu ya kupendeza. Hapana. Vitu vya kupendeza vyote tushasikia kama vile ndio wenyewe vilifanyika tena wakati ya nani ya Yesu. Watu wanasema hii safina Mungu wamo agano za Mungu hatuwezi kuiweka wapi mJerusalem kwanza ni site ya mchafu. Tuiweke msite ya Daudi ndio isha kumeremeta. Vilifanyika tena hiyo wakati. Ndio ilikuwa inafanyika tena leo. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Je continue. C'est vrai, on a fait encore le côté. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Amen. Amen. C'est ma kanisa mbili. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Il est dit, il faudra qu'il soit il faudra soit qu'il suive les blés, soit qu'elle aille avec la balle comme il voudra. Amen. Sasa ndio vile swat mule mtu mwenye kubali mtu mbarikiwa anaenda na nini na ngano ambayo ndio mbegu ya Mungu. Wala anaenda na makapi. Nafasi ya makapi tunaibaka hata mtu za wokovu ni wapi moto. Je continue. Je ferai une autre citation du prophète. C'est la même citation, paragraphe 314. Il est dit ceci. Frère Branham dit, donc les dénominations ne recevront jamais d'elles. Elles ne peuvent pas les recevoir. Et elles ne peuvent pas recevoir. Et ils sont toutes aussi aveugles qu'elles étaient les Juifs quand ils ont pendu Jésus à la croix. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? C'est ça, bravo, il y a tout le monde qui vous pouvez vous mbarikiwa ya miuli saba. Ijui ya nini? Bako bipofu. C'est apiko bipofu. Mbona tunawana waenda kukanisa banaimba wanacheza mkiro banasema kana roho Biblia moyo tuko nao. Sasa ni bipofu namna gani? Na wengine wanabarama lineti sasa hapo bipofu namna gani ya waonaki? Sio mimi na Biblia wanasema. Anasema biko banani bakipo ndio kwa maana hapo unaona ufunuo mbarikiwa ya neno ya Mungu. Hapo unaona continuité ya maandiko. Hapo unaona miuri saba kisema unafunuliwa. Hapo unaona namna gani Mungu anatenda kazi vile alikuwa anatenda wakati alikuwa katika hii nini. Juu ya nini wako binini bipofu. Maybe kwa wanatembea. Wanaweza kusape, wanafanya kila kitu wengine na sisi tunafanyanga. Mimi nini ni kipofu? Ni kipofu. Juu ya nini haoni nini? Kuendelea kwa maandiko ya Mungu. Haoni kisi miuri saba iko unafunuliwa kwetu. Anakatala vile mwenyewe miuri saba unafunuliwa. Kipofu automatiquement. Ndio kama tusikuna kulala na watu. Mweza mko banduku bingine vitu mnaongea bingine vitu mbele neno ya Mungu msiongee tena naye. Tu bado ni kipofu. Kusudi ya kubali kwanza vile mwenyewe kuna ifo kwanza aache kukua nini sehemu. Aache kwanza kukua nini kipofu. Sasa unatokana shindukani ba kuna ndukuna hapo. Amen. Kama unali watokana ni nabii na hivyo atauliza sio mimi niko na ndukuni na mrepete. Amen.
Na yeye anahakikisha kama alikuwa ni nabii wa Mungu. Alikuwa anasema mambo makubwa sana kwa Amerika. Sote tunajua Amerika si inatisha leo. Mimi hakuna siku yoyote ambayo Amerika alikuwa kumfunga simu kwa hiyo huko na kuchambua tu tutengu prizo hapana. Mungu alikuwa anamuipatia juu ya nini? Alikuwa ni nabii wa Mungu, alikuwa kuwamakia mapepo ya kizazi. Amen. Siku moja ba FBI. Hii department ya FBI ilianza zamani. Banakuja mkanisa sema ule bwana yuko kusema sana sini. Asema Amerika siku moja Russia atatupiga mabombe. Sasa sisi wote tutaangalia kwa quelques secondes. Amerika sasa bila irudishe nyuma wasema tuwatumie kwanza FBI baada kunini kufanya uchunguzi mule. Mtakao kuambia kama ni vya kweli vile vile mtu anasemaka. Kwa FBI na vitu ni nabii wa Mungu. Mwingine tu mbibara wanaanza kuimba sema Mungu awabariki. Bila sikia Mungu watu wa FBI wanakuja kufanya uchunguzi wako avalie vyote venye nabii alituletea. Ushaikataa unasema hii sio yangu, hii ya mareveni au kwa bibi harusi. Hii sio yangu, hii ya manoro reveni au kwa bibi harusi. Bibi harusi anataka kuchukua nini chakula yote ambayo ni ya wakati yake. Na kuna chakula kingine andeo ya hii nabii alituletea ambayo ni ufunuo mbarikiwa ya mihuri ngapi? 7. Mungu awabariki sana. Naona tuko pamoja. C'est la nourriture spirituelle à sa saison. C'est la nourriture de l'épouse, c'est la nourriture spirituelle à sa saison, et ça leur donnera mal à ventre. Amen. Amen. Asema hii ni chakula ya kiroho ya wakati. Hii tuko na kula tabi na ndikuo. Wakati tuko nasoma sisi tunabebea mkiroho tunameza. Amen. Tunameza. C'est vrai, mais kwa Mungu na meza, tuko tunameza. Nzuri sana. Na mkumbuka ndugu mwangu Malawi alikuwa anasema hivi. Anasema wakati alikuwa anahubiri Lubumbashi. Ona mzee kumbona huko atapata kula huko nafasi ya sisi kuna meza leo frère. Kuna meza leo frère sema kauli naye atazidisha. Hiyo kumeza ni kumbeza tunakuwa napokea Roho Mtakatifu bila manini na mshituko ile wote. Kwa hiyo nizidisha sana. Predikateur huko kuna ndugu kosa leo. Ati huko nafasi niko na meza neno. Niko na meza neno. Ni ya kweli alikuwa na meza tu mkatalia. Ni fazo yake naye ya kukubali nini neno. Amen. Biko mtu yote tunaweza hata kuhubiri hapo leo mpaka kesho ndio utamsikia anasema amina mbele ya Mungu. Sasa ndio. Kwa watu wabili. Hata mnacheza mkivua mnazunguruka mbele ya imani, yeye hata zunguruka. Kwa vile naye fazo yake. Sio vile. Ule naye ndio fazo yake ya kumeza naona hata. Before niko na meza. Mimi ndugu kule kwa mbibaya kwa disira sema huyu ndugu ataifo ni mudizi. Kwa nini? Sisi niko na meza leo. Ndio vile sisi tunapaswa kumeza neno ya Mungu. Amen. Ndio kumeza ni vyetu. Haleluya. Chakula ya kiroho ya wakati ambao unaofaa. Ndio. Bila kutusawika tusema maneno ya Mungu ni ya nini? Ya kiroho. Sio mambo ya kimwili. Tuachie madhehebu watafuta Yesu wa misumari. Ndio. Wewe Yesu wetu sio ni wa kiroho. Haleluya. Amen. Amen. Amina. Mungu abariki sana. Amen. Amen. Ile dit. Et ça leur donnera mal au ventre. Amen. Hata hii chakula ukishebeba kwa madhehebu itawarumisha tumbo. Ndio. Watajiare. Bila vina vyao. Ndio. Mungu abariki sana. Tutaenda profondere pale. Tukiingia profondere kwa ile wakati sema kama ushakupika majengera utaenda kuikula kwa nyumba sema inafanana ile diare kwa sababu. Sio vile. Kwa hivyo ndio basi tunataka mapendo mahali upande. Sasa kama mtu mwingine anafanya mbaya unafanyaka nini? Mwisho ni kule wapi? Kudiare friend. Ndio. Watu watadiare wanatafika. Juu ya nini? Wanakula chakula ambayo haistahili na mwili yako, sio yako. Biko allergic. Ndio. Sasa mimi na kwa allergic friend. Wako watu wengine wanakuwa na zile hapo. Juu wako unaona chakula iko pale. Chakula iko vya mingi. Juu chakula iko pale sasa mimi kwa allergic. Basi wewe friend uko village sasa ukamayona. Sasa mimi niko allergic kusomba utakufa na wapi? Juu sombe ndio mboga yenyewe iko pale. Ndio. Sasa mimi niko allergic utakufa kuzika. Allergic. Juu kuna viona tofauti siku za mingi kwa Australia. Sasa niko allergic. Ndio vile viko nafanyika tena leo. Watu viko allergic kwa neno ya Mungu. Ndio. Wako na vumili na wafano mara upande. Bana tiare na kutiare jua vina vili vyao. Wale baada kukufa wala kufa tunabazika. Yuko allergic. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Il dit c'est le vraiment à leur ventre, c'est trop riche pour eux, vous voyez. Amen. Amen. Anasema hii chakula iko ya vitamini sana kwa wakishakula tabafanya nini mbaya mtu
mtungu. Amen. Ndio kwa maana mimi vyote vile walipika tu mzuri na kikulianga wangu. Iko vingu bwana tunakula. Ndio. Iko mboga kuchungu tunakula. Ndio. Iko sombe tunakula. Wewe nguruwe tunakula. Nzuri sana. Tuko kwa frère video kuna nguruwe. Wewe tunataka kitu cha nguruwe hapana. Kula frère. Nzuri sana. Haiko allergic. Mungu abariki sana. Amen, amen. Unapaswa kukula kila kitu yote. Ndio. Kama vile neno la Mungu unaikonsome yote. Amen. Na vingine watu wanapenda kukula, Mungu ashakutakasa. Amen. 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 Wewe utakukulisha kana usiku bila kukwambia. Tuone kama utatapika. Kama utapiki maana ndio kula mzia naye haiko allergy. Mzia naye. Hata kula mtu sikumwona hata jua. Amen. Amen. Piko mwingine ndugu moyo kwa Malawi ukatumia kale video nikaona. Ule ndugu alitaka kuima mwenzako nyama. Alichinja nyama ya mbuzi. Kisha mwenzako anakuja kumtembelea, sema, "Mbona uko na sukuzura mumeno na kamuti?" Asema, "Bikusa ushakula ile masamba yako malegime ujua unataka masamba." Ushakula ile masamba, kama ulikula masamba malegime au sukuzura na muti. Na kama unataka tu broto kwa unatema kunaisha. Uko na sukuzura na muti, uko kula nyama, mwenzako anamwambia, "Meat boy." Mimi kula meat, mimi kula meat kila siku. Asema, "Ni hapo usikula. Unakula meat gani?" Asema, "Hiyo meat yenyewe nilikula." Imbwa. Chibelebele. Ukijambana mtanganya mwenzangu sile sikule kwa ile vitupera yuwa wengine huko allergic kwa chibelebele. Lazima yuko allergic. Mwenzangu kuingia mle mndani akuone mkulu ya mbuzi. Sema bongo yako. Jamaa kama mle na mkulu ya mbuzi unaongea. Ulikuwa unakula chibelebele bongo. Haiko chibelebele ni mbuzi. Alikuwa mdanganya tu na yeye kwa nini allergic. Wewe kama ni hivyo wacha mchoma bila waniamini takula. Na kama haikutapikisha sikudiare. Na vile kama alikokula mzio na mwimbo iko bien. Mungu abariki sana. Amen. Ndio vile hii chakula ambacho tunatumia leo ambayo neno ya Mungu iko leo kwa wengine baadhi. Ndio. Amen. Amen. Tuko na kwa ndugu yetu wakasai boni mbuzi kabisa. Hapo chibele bele boni mbuzi wanamkulaka. Normal bana mbuzi hata na msoko wanaenda kukula. Na bana allergic kama kwa nyingi kitu. Amen. Tunapaswa kukula kila kitu yote. Kama vile tunakonsome neno ya Mungu yote. Amen. Kwa Genese mpaka Apocalypse vyote ni promesse zetu tunakubali tunameza. Ndio. Vinafanya vingine kwa vya kuchungu na waluma mtundo Yesu tunakula vyote. Ndio vile vile tunapaswa kukula kila kitu yote kenye Mungu alitakasa. Amen. 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 Kishakuwa allergic maana uchunge ni kwa kita hata kwa peut-être Mungu mstari juko vya nini kwa allergic tunayua mfriji freezer na yala. Friji na yala. Makwebe kama nyono utakufa na waki. Sombe na vitole. Mungu abariki sana. Amen. Ndiye kubenize. Amen. Ndio mambo ya baba ile ndio. Ndio. Asema ndio Mungu barikiwa vile. Ndio vile niliambia nasema. Asema wengine watu hii ndio spiritual yetu tuko nayo iko na mafere mbali ovate. Mais tu iko nini riche mu vitamini. Iko vitamini vya mingi sana mafere mbali ovate. Amen. Amen. Sasa kusudi tuelewe hii mambo ya kiroho kuna problem nyingine mtumu. Tuelewe allergic ile watu wanasema ka allergic. Ndio vile sisi vinakuaga na mambo ya Mungu. Ndio. Wewe ujiwekea mikapo tujepeke hata kujulia mkicho. Mimi sikulaki hiki chakula na utama upendo na utayota. Ndio. Mimi sikulaki chakula utadiare na mpaka zuri sana. Mungu akubariki sana. Je continue. Il dit c'est trop riche pour un. Vous voyez, on ne peut pas. Par contre, pour les enfants, c'est le pain, c'est la vie, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Asa kwa watoto ya Mungu, hii chakula ya kiroho ya hii wakati. Ndio. Hii ufunuo mbarikiwa ya mihuri 7. Ndio. Hii ujumbe ya wakati. Haleluya. Ni chakula ya nini? Ya kiroho. Ambayo ni mkate. Ndio. Ni Yesu Kristo ambaye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ni Hebrew 13:8. Ndio. Hii ujumbe tuko nayo. Sio kitu moja kwenye ilianza patata ni ule Yesu wa zamani ambaye iko naendelea. Ni continuity ya maneno ya Mungu. Haleluya. Na Biblia ndio iko nasema kufunua mihuri 7. Hii Biblia ikakuwa kitabu cha gani cha Mungu mpya. Mpya. Amen. Sasa kitabu cha Mungu hiki kilishaka yana zamani. Shaka yanisha mpaka wapi ku Apocalypse ndio ya mwisho.
Sasa mihuri saba inafunuliwa kinakuwa kitabu cha Mungu. Vile vya Mungu wataviandika tena wapi hapa? Hakuna nafasi ya kuviandika, ndio wanatuletea sasa hii ya mjumbe wa kizazi. Amen. Ndio ufunuo ambao tuko nayo. Baki au Friday tunaweza kusema kama hiyo ujumbe tuko nayo ni Biblia. Amina. Na pia nasema kama ni ufunuo wa mihuri saba. Mungu ufunua mihuri saba, Biblia kageuka kwa kitabu gani? Mpya. Sasa kitabu hiki kishaka yala, kuna nafasi ya kuandika tena. Mungu awabariki sana. Amen. Nataka mkoba kiroho pale. Msianze kusema sasa kama nikiamupa hiki zamani tutu. Hapana. Wewe sasa hiki kiamupa. Sio vile. Hakuna kutembea ndani, hiki ni kitu kimoja. Hakuna kudisepare. Ni kitu kimoja. Ndio kwa maana tunasema absolute wetu ni nani? Ni prophet. Ni prophet. Sasa vile mwenye prophet alisema malaika ndio absolute kwa hiki kizazi. Amen. 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 Je, neno ya Mungu kwa hiki kizazi. Sasa absolute prophet ni maisha ya prophet wala ni maisha ya Abraham. Sote tunajua familia ya Abraham ilikuwa ni familia ya walevi, familia ya wazinzi, familia ilikuwa inaishi namna ambayo ilikuwa ya immorale kwa Amerika, sio vile? Amen. Amen. Hiyo ilikuwa familia. Sasa absolute wewe atakuwa ni ile familia ya Abraham. Absolute wewe atakuwa ni Abraham ule wa ile familia ya vile, hapana sio vile. Absolute wetu ni neno ya Mungu. Amen. Amen. Na nabii na neno lake ni kitu kimoja. Amen. Amina. Ndio kwa maana tunasema absolute wetu ni Branham. Mungu awabariki sana. Amen. Wewe hatuwabariki Branham. Haturanze kile yetu jina ya Branham. Wewe kile yetu tuko narudishia shukrani nani Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Ete kubelise. Amen. Wao inafanya diare. Wewe kwetu ni chakula ambako tunatupatia nini vitamini. Kule naisha tungali introduction kadaba. Anasema sasa yuko vitamini. Sasa vitamini sasa pia vitamini tungali kwa introduction. Ndio naisha. Ndio tuko na kema pema. Hivi vitu ni vyetu hivi. Bazee kula bila vyao. Shababia bibi tupitawaferi haya bijui. Mesi wenyewe tunataka tubijue na sisi wenyewe tunabijua tunapaswa kuna birepete kila mara. Ndio. Inaweza kuwa bashaka umemfundisha ufunguo ya mihuri saba au umemfunguo mbarikia mihuri saba. Wewe mnaweza kusauli? Mnaweza kusauli. Amen. Mungu awabariki sana. Je prends la fête des trompettes. C'est beaucoup de Zabaraoui. La fête des trompettes, au paragraphe 1964, je prends paragraphe 32, il est dit ceci. Immédiatement, après cela, l'ange du Seigneur sont en Paris et ont parlé de cette trompette, ou plutôt de cette son. Amen. Amen. Je devais venir ici à Jeffersonville pour prêcher les 7 sons. Asema pale kikafla wa malaika wa Bwana wakakuja. Wa malaika wa Bwana ndio tulisema ndio pale wenyewe walikuwa na nani? Wanafanya hii mzunguko ya nini? Walikuwa wanafanya hii mzunguko ya colonne de feu. Ndio vile. Yaani ni mwende gloire. Hao wenyewe walifanya mzunguko ya mwende gloire walikuwa ni wa malaika wa Bwana. Ndio waleta ufunuo ya mihuri saba. Sasa huko ndani ndio mko nini? Sura ya nani yale? Yesu Kristo. Mimi wao ndio wanamfanya hivi wanamkurone hii perike ndio iko nayo ya mweupe ile. Ndio wale wa malaika tano ndio waleta nini? Ile ufunuo wa mihuri saba. Sasa immédiatement wale wa mihuri ba anges, les anges du Seigneur sont à Paris et ils ont apporté cette trompette, ou plutôt cette son, et je devais venir à Jeffersonville pour prêcher les 7 sons. Et là, je m'avais dit quelque chose qui était inspiré, c'était bien. C'est pas le parler ningekuja kwa Jeffersonville tunaweza kuhubiri ile mihuri saba pale immédiatement kitu kimoja kikanikuia ambao kilikuwa il dit c'est bien là quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous dans un point c'est pale wakati tu malaika wa Bwana alikuja na malaika wa Bwana tukasema ni Bwana yebe si ndio vile Ndio. Kama mnakumbuka tunaweza kusema kama hii foto ya nani ya malaika wa nani? Wa Bwana. Amen. Amen. Huyu Bwana mwenyewe yuko. Ndio anaenda kubadilisha foto na huyu. Ndio. Tunaweza kuleta mfano ya fotografi kuongozi wanakumtaka mafoto. Tunasema wakati mtu anaweza hapo sasa tutaelewa tu mafoto zishakuwa za nini? Za memory card unajibebia mambo na vile mkwaya. Mimi wakati ya makrishi
Na kama tu photo moja ile ya kwanza itatoka itakuwa ya original. Ile ile itatoka vya furu hapo itaonekana tena. Amen. Basi itatoka vya furu. Kuna mmoja anasema nataka tukamatisha photo, njoo mwenye photo huko. Ndio. Yule atagombora. Photo ushakia gombora ile photo ya nya aina ya na kusema vile. Uko na vile vya kwako. Ndio nataka tukamatisha photo, njoo mwenye photo. Amen. Amen. Sasa unalisema hapa kwa tukamatisha photo. Unalishuka kwa kamatisha photo na frame na walikuwa na malaika wa nani? Wa Bwana. Hii photo ni ya huyu mwenye photo. Ambao ni malaika wa Bwana. Sio photo ya frame brother. Hapana. Frame brother akumwita sio tumanishe photo. Ni Bwana yeye pekee alikia bali photo na mtumishi wake. Ndio hii photo itafika na kuwa photo ya malaika wa nani? Wa Bwana. Amen. Amina. Je continue. Il est dit, parmi nous, dans mon point, dans un point, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Amen. Ase wakati wale malaika wa Bwana walishuka, wakati walishuka pale miongoni mwetu, asema nukta tatu, Biblia ikageuka kwa kitabu gani kia Mungu mpya. Inabidi ndio kunasema frère. Frère, kama unaweza kuzungumza hapa mzuri bado unaona mzuri frère. Anasema hivi, quand l'ange du Seigneur est venu, quand l'ange du Seigneur est parmi nous, dans toi, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amina. Est-ce que hii Biblia ingekuwa Biblia ya gani ya mpya? Mais ile zamani ya nini? Ya makaratasi. Ndio vile kisimu. Ile ni tu zamani. Wewe wakati malaika wa Bwana alishuka na leta ufunuo mbariko ya mihuri 7. Biblia ikageuka kuwa Biblia ya gani ya mpya? Njoo nini? Njoo ufunuo. Amen. Wake bila ufunuo, hii Biblia liko vile kisiko makaratasi. Mais avec ufunuo nyingine kwa ya nini ya mpya. Na ufunuo ambao tuko nayo leo, hakuna ingine ya leo ya hii ujumbe ya kulia Branham. Amen. Kwa sababu mtu akudanganya sasa leo mimi siko kinahubiri Biblia. Mimi siko kinahubiri Branham na ubiri yake ndio ufunuo. Zengevu. Pagani. Kama unataka kuhubiri ufunuo, ubiri lenye na Biblia na tuletea ndio ufunuo. Amen. Amina. Mungu abariki sana. Amen. Jo Bible révélée. Mungu abariki. Amen. Inabidi wanasema. Ndio. Et c'est là qu'il fut ouvert et ils ont été révélés tous. Les choses que les réformateurs et les autres avaient laissées de côté. C'était la révélation complète de Jésus-Christ. Amen. Kushuka kwa malaika, Biblia inageuka kuwa ya mpya, ndio pale inaweza kufunua ufunuo wote complete. Hapana kenye kilibakia. Hata kenye kitafunuliwa tena. Hapana sasa sita wala tano. Wala sasa lifunua sasa mbeko benye vilibakia sema complete yote. Ambayo watengenezaji wale waliformatera waweza kugusia. Wewe tulinemishwa kuona vile vyote ambao wale wote wenyewe hawaweza kugusia. Mimi nabii ametuletea nabo. Kupitia nini? Ufunuo mbarikiwa wa Mungu sana. Amen. Il dit la révélation complète de Jésus-Christ entièrement nouvelle parmi nous. Mais parfaitement, exactement, conforme à les Écritures. C'était la parole qui est toujours été, c'était vraiment inspiré et conduite. Amen. Aseme ilikuwa ni neno ambayo ilikuwa tu eko. Sio vitu vya mpya, sio kusema sisi tulianzisha. Kama vile kwa mazingo kwa tushitaki leo. Asema tunaona hapo dhibitisha maandiko nasema siku za mwisho watakuwa manabii za uongo. Wacha kupata ile nabii wako wa mzungu ule. Haikuwa nabii watu wa mzungu hata sio tulianzisha. Bila nabii watu wa mzungu alikuwa nabii ni wenyewe vilikuwa tu. Nikukia kufunua continuité ya maandiko. Ndio. Nikukia kurevele Biblia. Amen. Nikukia kutufundisha Yesu Kristo jinsi kuendelea kwake. Sio wakati Yesu alikufa pale msalaba akaenda kumbingu bikaishia pale. Kuendelewa sasa kwa ule Yesu Kristo. Unaweza kutufundisha nayo ndio nabii wa kizazi. Amen. La continuité des Écritures. La continuité de la Bible, celui qui est venu nous révéler cela, c'est les messagers William Branham. Que Dieu vous bénisse les chéris. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Je prends c'est les mêmes citations au paragraphe c'est le paragraphe 33. Il est dit ceci. Donc, les mystères cachés de Christ ont été révélés entièrement dans les 7 psaumes. Amen. Élément conduit. Amen. Ndio kila namalizia pale anasema kama sasa donc maana kama vile
anasisitiza baada ya kwanza vile anakazia mkazo Kwa hiyo. kwa hiyo manake ile masiri zote ambazo zilikuwa zinafichwa za Yesu Kristo zilikuwa revelewa kupitia nini? Mihuri ngapi? 7. Amen. Tulisema kama kufunua mihuri 7 ni kumfunua nani? Kristo. Na tunajua Kristo ambaye anafunuliwa kwetu leo. Sio wa misumari. Sio msumari. Hapana. Baada ya yeye kutoka hapa kudunia kwenda kumbingu alibadilisha nini? Umbo. Akarudia umbo yake ya zamani ambayo ilikuwa ni colonne de feu. Amen. Ule colonne de feu ule ndio ule Kristo ambaye alifunuliwa nini kwetu. Na wakati alishuka na kitabu kile cha mihuri 7, alikamatisha kufoto sura, mwele sura ilikuwa colonne de feu. Amen. Ndio kwa maana vile watu walipotea kile kitu kwa kukipata. Ndio nilikuwa namtafuta Yesu wa msumari, kwa sababu Yesu ashobadilisha umbo, yuko muumbe wake ya zamani ya colonne de feu. Amen. Sasa ile colonne de feu kufunguliwa kwetu kwa ambao tuko nayo leo, ambao tuko na sura ya Yesu Kristo mule ndani. Mwali ni wote glory Kristo. Ile ndio kuonesha nini? Ufunuo mbarikiwa ya Yesu Kristo. Ambao ilikuwa ni siri ambayo ilikuwa inafichwa. Mimi wakati mihuri 7 inafunuliwa tukajua ya kwamba Yesu Kristo continuité yake, kuendelea kwake baada ya kumaliza kazi, iko mforme gani ya colonne de feu. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Et Dieu vous bénisse richement. Amen. Il dit ceci. Je vais terminer par ici. Muda inaisha. Muda inaisha. Tusimamia hapa, tutaendelesha Jumapili kama Mungu atujalie msaada. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je mnampenda nabii? Amina. Mungu awabariki sana. Tunaweka mkato kwa ajili ya siku ya leo. Tunaona muda inaisha. Tunataka kurespekte muda nayo kwa Mungu wetu na utaratibu. Tunapaswa kuwa na sisi wenye utaratibu. Ndio kubenise nishima. Sasa tutasimama tuweze kuimba, kisha tutakuwa wote tayari kwa kumshukuru Mungu wetu kwa hiyo muda mchache ambao ametupatia ya kukusanyika ajili ya kusikiliza neno lake. Mungu awabariki sana. Kije kubenise nishima. Walika tuwe wima ili tuweze kuimba na karibu kwa kumshukuru Mungu wetu. Nous marchons vers Dieu. Je crois que c'est le numéro combien. En laissant voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur, joignons au chant et doux encore, joignons au chant et doux encore. Et environ des troncs et environ des troncs. Tenez pas nous autres, c'est projet.